Yesu asifiwe. Majina naitwa Mchungaji William Kimati. Ninapatikana maeneo ya Kubwa Kinamasi almaarufu Balongo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili nzuri ambayo ninaamini nimepata kibali kutoka kwa Mungu. Na leo Mungu alinipa ujumbe mzuri wa kuzungumza na kanisa, kuzungumza na watu, kuzungumza na Tanzania juu ya wito. Kwa sababu watu wengi kwenye dunia hii wana wito wa Mungu ndani yao. Na naamini kila aliyeumbwa na Mungu ameumbwa kwa kusudi na Mungu ameweka wito ndani yake. Lakini adui amekuwa ni mjanja kunyofua yale maarifa ambayo Mungu anaweka ndani ya watu. Mtu ana wito wa Mungu lakini anakuwa mganga wa kienyeji, mtu ana wito wa Mungu lakini anakuwa mwizi, ana wito wa Mungu lakini anakuwa ni msengenyaji, ni mtukanaji. Unakuwa ni wito wa Mungu lakini kanisani hawajibiki inavyotakiwa. Kwa hiyo nikasema nao kwa habari ya wito, lakini pia nikafafanua, nikatoa sababu 6 ambazo zinaweza zikamfanya mtu akapoteza wito wake, na nikatoa mifano kwenye baadhi ya maandiko matakatifu kwenye Biblia. Kwa mfano watu kama kina Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa ni watu ambao walikuwa na wito wa Mungu ndani yao, lakini walipofika kwa Nebukadneza akajaribu kuzuia ule wito wao kwa kuwahukumu ya kwamba lazima waabudu sanamu, la sivyo watatupwa kwenye tanuru ya moto. Wale watu walionyesha ushujaa wa imani yao, maana ule wito uliokuwa ndani yao waliamini kwamba Mungu aliyewatuma ama Mungu aliyewaita atawasaidia, wakaweza kusadikika katika hilo. Lakini pia kuna mifano mingi, watu wengi wamepita kwenye majaribu waliokuwa na wito wa Mungu, kama kina Yusufu, nao walipita kwenye nyakati ngumu sana. Yusufu alipita kwenye wakati mgumu, kuchukiwa na ndugu zake, kutengwa na ndugu zake, wakamtengenezea hata kumua, wakachinja na mnyama, wakapaka kanzu yake damu. Yote hiyo ilikuwa ni kupoteza wito uliokuwa ndani ya Yusufu. Sasa labda baba, mahubiri yako sasa, unadhani sisi waumini au Wakristo ambao wanakusikiliza wanakuona, unawapa ujumbe gani sasa kupitia mahubiri haya? Ujumbe ninaowapa, kila mtu ajitathmini kwa nafasi yake. Kama uko kanisani, jitathmini nafasi yako kanisani. Uko pale kwa ajili ya wito wa nini? Kama hujabahatika kuingia kanisani, kama hujapata neema ya kuokoka, kwa sababu ili uweze kutambua wito unao, kwanza lazima umkiri Kristo, uokoke. Unapokuwa umeokoka, Mungu ndiye anapokuonyesha kile alichoweka ndani yako. Kwa hiyo kama yupo ambaye hajaokoka, kwanza aokoke, amkiri Kristo. Kama yuko kanisani hajajua wito wake, aombe sana. Ikiwezekana uwaite viongozi wako wa kiroho, mchungaji, mwambie niko hapa, sijaelewa wito wangu. Utambue wito wako. Kanisani nimesema wito, hata kutoa tu wenyewe ni wito, mtumishi. Kutoa tu ni wito. Na mchungaji, labda unaweza kwenda kusikiliza sasa, wanahitaji huduma yako, wafike wapi? Karibu. Asante. Kama kuna mtu anahitaji huduma ya kanisa la ukombozi wa Injili maarufu madhabahu ya uzima, ukiwa unatokea Chanika, basi moja kwa moja utapanda gari, utaambiwa kushushe dampo uwanjani. Kushuka uwanjani, upande huo unaoshukia uwanjani utaona bodaboda wako pale chini ya mwembe. Kama unaweza utapanda bodaboda shilingi 1000 tu kutoka hapo barabarani mpaka kwenye kanisa la madhabahu ya uzima. Lakini pale pia ukisema kwamba kanisa ambalo liko kwenye mtaa wa Balongo ama Mwembeni ndio linafahamika kwa maarufu hivi, wanaweza wakaletwa moja kwa moja. Lakini pia kama unatoka mjini, unatoka Gongo la Mboto, unatoka Buguruni, unatoka Ubungo, unatoka wapi, basi utashuka moja kwa moja uwanjani. Utakaposhuka basi utavuka ng'ambo ya pili na kuuliza lilipo kanisa la madhabahu ya uzima mtaa wa Balongo, utafika moja kwa moja. Lakini pia kwa mawasiliano, kwa wale ambao watahitaji kuwapiga simu, namba ya simu mchungaji mkuu alikwisha ya kwake, lakini pia namba yangu ni 0788 42 62 65. Nitairudia tena 0788 42 62 65. Kwa majina naitwa Benita Stafford Mjeri. Napenda sana kumshukuru Mungu kwa matendo makuu anaendelea kunipambania madhabahu ya uzima. Ushuhuda mkubwa anaopenda kumshukuru Mungu, alikuwepo babangu ambaye anaitwa Stafford Mjeri na mamangu anaitwa Emilia Mjeri, ambao yuko mkoa wa Morogoro. Mamangu na babangu walikuwa wanasumbuliwa na tatizo la pressure. Walikuwa wanasumbuliwa na matatizo ya pressure, wazazi wako? Lakini kupitia kanisa la madhabahu ya uzima kuna kitu ambacho wametendewa kupitia pressure hiyo iliyokuwa inawasumbua. Waliombewa madhabahu ya uzima kupitia simu, kupitia baba mchungaji wangu ambao anaitwa Paul Sport wa madhabahu ya uzima. Walipata huduma nzuri, wakaombewa
Basi baada ya hapo mpaka hivi ninavyohadithia wanaendelea vizuri kabisa. Kwa hiyo wazazi wako waliponywa kwa njia ya simu, kwa njia ya maombi. Walikuwa wanasumbuliwa, ukaamua sasa ukampigia simu baba ambaye ndio huyu hapa, alitumia simu tu kumponya wazazi wako ambaye ugonjwa mkubwa ulikuwa unasumbuka ni pressure. Pressure kwa kweli ni mmoja kati ya ni magonjwa ambayo yanasumbua sana jamii. Hapo sasa Mungu akaonekana. Mungu akaonekana kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu mara ya kwanza alianguka. Alivyoanguka yani alipoteza fahamu, lakini kupitia baba madhabahu ya uzima alivyoomba, babangu alinyanyuka na kuweza kukaa, na mpaka sasa hivi alivyo ni mzima kabisa. Kubwa katika kutumikia Mungu. Tuendelee na ushuhuda. Baada ya kupona sasa wanaendeleaje na wako wapi? Wanaendelea vizuri na wako mkoa wa Morogoro. Wako Morogoro? Ina maana mama, neno la Mungu linavuka mpaka Morogoro? Ndio. Kwa mtumishi alikuwa anapiga simu akiwa wapi? Dar es Salaam? Akiwa yupo hapa madhabahu ya uzima. I see. Labda kupitia hii sasa madhabahu, labda una neno gani sasa kuambia? Kuna baadhi waumini wengine wanaenda makanisa mbali, wengine wanapewa keki, wengine mafuta, wengine maji, ili kwa ushuhuda huu mtumishi ametumia neno la Mungu tu. Una neno gani kwa ile ambayo mtumishi ametumia kwa kutumia neno la Mungu tu, na mtu amepona na ametoa ushuhuda? Una neno gani? Mimi ujumbe wangu mkubwa napenda kuambia kwamba wamtafute Mungu ambaye aliyokuwa. Mungu wetu sio wa mafuta wa mahali hapa, wala sio wa mafuta wala sio wa maji. Ni neno lililokuwa linatoka kwenye Biblia. Mungu anaponya. Napenda kuambia kwamba nawakaribisha madhabahu ya uzima. Kama yoyote anayesumbuliwa na magonjwa aina yoyote, kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Gani uliotumia katika kufanya maombi kwenye huduma hii ambapo tumetoa ushuhuda sasa, watu wanapona wakiwa mbali kabisa? Mimi naita injili maombi ya mbali. Unatumiaje mimi? Mimi namshukuru. Labda jina lako, uko wapi, huduma yako iko wapi? Namshukuru Mungu. Jina langu naitwa Paulo Julius Boti. Nimekuwa nampenda Mungu. Mungu aliniita katika njia ya uponyaji, ni wito. Mungu alikuita akaweka ndani yake kitu. Kile kitu ndicho kinafanya kuponya watu. Sio janja, sio mafuta, ile karama. Mungu ana karama ambazo anaziachilia kwa mtu ili afanye kazi yake. Kwa hiyo ni special, ni zawadi kutoka kwa Mungu aliyeweka ndani yangu, ambaye kuwasaidia watu. Tunamwona Yesu alipotumwa duniani alikuja kuwasaidia watu, hajafanya chochote. Aliwasaidia, akawafungua watu mbalimbali waliokufa wakafufuka. Ni ule uwezo wa Mungu ambao Mungu anaweka ndani. Kuna watu walioitwa, hata mimi nimeitwa na nimefahamu nimeitwa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Kwanza ninamshukuru Mungu aliponitoa ni pazito kutumishi Mungu. Sio rahisi kuja kukubali kumtumikia. Nilikuwa na madhabahu, nilikuwa naitumikia. Kabla ya kuwa na Kristo, nilikuwa na madhabahu naitumikia. Kwa ni mganga wa kienyeji. Kwa adui aliniiba huko. Baba, sijakusikiza vizuri. Ulikuwa nani? Nilikuwa mganga wa kienyeji. Ulikuwa mganga wa kienyeji? Yes. Sasa hivi umekuwa kama Petro sasa kuvua samaki. Nilikutana na Yesu akaniita. Ulimtumikie Mungu. Nikamtumikia, nikawa mwaminifu, nimeanza kama mshirika, nikawa mwaminifu. Hicho kitu uaminifu ndio watu hawana, wengi nao wanahangaika. Kwa hiyo anakuroga, anatafuta mchawi na mganga ni hao ni moja. Kwa hiyo nikikuroga nitakuja kwako wewe. Mwambie nitakuletea mteja nimemroga na maelekezo nitakupa. Ukipata fedha tunagawana. Kwa hiyo watu wanachezewa katika ulimwengu. Baba, tutaendelea kukufahamu zaidi. Tunaendelea kurusha vipindi mara kwa mara ili kufahamu utombe. Sasa hivi hebu tuambie unapatikana wapi na huduma yako iko wapi? Maana tumeshuhudia mama huyu akielezea jinsi gani alivyoponya wazazi wake. Kwa kweli sasa amepona kabisa. Na wewe hebu tuelezee sasa unapatikana wapi? Mimi niko katika anga la Kigogo Fresh ambapo tunapatikana Ilala. Kigogo Fresh ni njia, ni mpaka wa Kinyamwezi na Kigogo tu mpakani. Mtu anataka kuja Tanzania, atakuja atashuka eneo linaloitwa Wanjani maarufu Dampo. Ukishuka utapata pembeni mkono wa kulia, utavuka barabara,
ukipata barabara ukisema nipelekeni kwenye kanisa la madhabahu ya uzima, kweli watafikishwa hapa, sio mbali, hata kwa miguu mtu akitembea anafika. Kwa hiyo kwa Mungu yote yanawezekana. Mawasiliano yako sasa? Namba yangu ya simu ni 06 21 03 8454. Unakata tamaa kwa sababu gani? Wewe una Mungu, wewe una Roho Mtakatifu, unakata tamaa for how? Wewe usikate tamaa kwenye jambo lolote, usikate tamaa. Kama unajua wito wako kanisani ni kuimba, imba. Kama unajua wito wako kanisani ni kuabudu, abudu. Yule naye ndio kawaida yake. Yaani yuko nyuma tu. Yaani akisikia chako yuko nyuma tu. Ni wito. Wewe inawezekana adui kashampiga roba alikamkamatia. Bwana wewe chako cha Mungu. Lakini hicho chako ulichonacho ni Mungu kakupa pia. Mungu anajali.